Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5, yani Highlands FM iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Vile vile unaweza kutupata na kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM ya 101.6 kule Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Kare na viunga vyake, maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo msikilizaji. Ni Alhamis nyingine ambapo leo tunaangazia mwafaka wa madini kati ya nchi ya DRC na Marekani. Pia tutakuwa na taarifa kutoka Tanzania na maeneo mengine ya Afrika. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ng'endo Angela. Kampala, Uganda. Maisha ya kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, yako hatarini. Ni kauli ya mkewe Winnie Byanyima. Akinadi kwenye mtandao wake wa X, Bi Byanyima amesema afya mmewe imedhoofika sana kiasi cha kushindwa kutembea. Byanyima amesema haya baada ya kumtembelea mmewe gerezani. Tamko lake linapingwa na mamlaka za magereza Uganda, ambaye anasisitiza Besigye alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi wa kawaida na kwamba afya yake iko shwari. Byanyima ameongeza alimpata mmewe akiwa amefungiwa kwenye kiti na kuwekwa kwenye seli iliyotengwa na wafungwa wengine. Amesema mmewe anaumwa miguu na amepata maambukizi gerezani ambayo yanadhoofisha afya na maisha yake. Winnie Byanyima ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kukabiliana na maambukizi ya HIV UNAIDS. Kizza Besigye aliwahi kuwa daktari binafsi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, lakini baadaye akawa mpinzani wake mkuu wa kisiasa. Alikamatwa mwaka wa 2024 na kuwekwa kizuizini kwa tuhuma za uhaini. Mwanasiasa huyu ametaja tuhuma hizo kama dhulma za kisiasa. Washington, Marekani. Rais Donald Trump amesema hatua zimepigwa katika kutatua mzozo kati ya Misri na Ethiopia. Nchi hizo mbili zimekuwa kwenye mzozo baada ya Ethiopia kujenga bwawa kubwa la Grand Ethiopian Renaissance Dam. Misri imepinga bwawa hilo na kusema inazuia maji ya mto Nile ambayo ni tegemeo kwa mamilioni ya wakulima wake. Trump amesema ameanza mazungumzo kuhakikisha Ethiopia haielekezi maji ya Nile upande wa bwawa hilo na kuhakikisha Misri inaendelea kunufaika na mto mkubwa zaidi barani Afrika. Utawala wa mpito wa Guinea Bissau wametangaza nchi hiyo itafanya uchaguzi mkuu wa urais na bunge hapo Disemba 6 mwaka huu. Tangazo la watawala wa kijeshi limenadi kuwepo na mazingira bora kuhakikisha taifa hilo linaandaa uchaguzi huru na haki. Haya yanajiri miezi miwili baada ya jeshi la nchi kutoa madaraka. Aidha, sheria mpya inamzuia kiongozi wa sasa wa kijeshi Ntam kuwania urais. Shirika la kutoa misaada ya kibinadamu MSF limeonya mamilioni ya raia wa Somalia wanakabiliwa na tisho la utapiamlo kufuatia hali ya sasa ukame. Aidha, shirika hilo linasema jamii nyingi huenda zikakumbwa na maradhi yanayochochewa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. MSF imesema idadi kubwa ya raia wamekimbia makazi yao na kuishia kambi za wakimbizi wa ndani. Wengi wa watoto na wanawake wana tatizo la utapiamlo. Pia kuna visa vya watoto kuharisha, ukambi na diphtheria. Mnamo Novemba mwaka jana, mamlaka za Somalia zilitangaza hali ya dharura
kufuatia ukame uliotokana na uhaba wa mvua. Mashirika ya misaada yanasema hali ya sasa huenda ikawa mbaya kutokana na ukosefu wa ufadhili ambao huwa muhimu katika kusaidia jamii zilizoathirika. Shukran sana Ng'endo, na moja kwa moja tunaanza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mamlaka za jamhuri hiyo zimewasilisha orodha maalum kwa Marekani kuhusu mali za taifa ambazo watatoa kwa taifa hilo. Baadhi ya mali hizo ni pamoja na madini ya shaba, manganese, dhahabu na lithium. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hatua hiyo ni juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya pande mbili. Tayari mashirika ya Marekani yameanza mipango ya kusimamia madini hayo, ambapo yameweka mkataba na shirika la madini la DRC Geka Mines. Nchi ya DRC iliahidi Marekani kuridhia kuchimba madini yake endapo ingesaidia katika kumaliza vita mashariki mwa nchi hiyo. Washington ilifadhili mwafaka wa amani mwaka jana mnamo Novemba kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Na mpisha Mbelechi Msochi ambaye anaangazia jinsi hatua za sasa zinavyopokelewa na pande tofauti ndani ya nchi hiyo. Na kundi hilo linasema limetumia haki ya kila mkongomani kulingana kipengele 162 ya katiba ya nchi. Kipengele hicho kinasema kwamba mtu yeyote anaweza kuwasilisha kesi katika mahakama ya katiba kuhusu ukiukwaji wa katiba au sheria ya nchi. Na kwa hiyo imeonekana wazi ya kwamba mkataba huu umeenda kinyume na sheria ya Kongo. Kwanza kipengele 214 kwa mujibu wao kinasema kinazuia mamlaka rais Tshisekedi hangeweza kusaini mikataba ya kimataifa bila kushauriana na bunge. Kundi hilo limezingatia pia kipengele 9 ambacho kinasema madini mali ya Kongo kwanza ni ya Wakongomani. Mwakili Valentin Ketisho cha Albert ni mratibu wa kundi hilo lilioandikia korti ya katiba ifute makubaliano haya. On s'oppose pas à l'accord. Les États-Unis ont commencé à financer, ils ont commencé à importer. Sisi hatupendi makubaliano haya. Tunachopinga ni kuona Marekani tayari imeanza kufadhili uchimbaji na kusafirisha madini yetu nje ya nchi. Ingawa makubaliano haikuwahi kujadiliwa bungeni, ni kinyume na katiba. Sisi kama raia wa Kongo waangalifu tulipenda kuwasihi viongozi wafikirie upya, na sio Marekani itakuja kuleta amani katika nchi yetu. Ikiwa hivyo ndivyo, tusingeshuhudia yale tuliyoyaona Libya na nchi zingine kadha za Afrika. Ndiyo tunahitaji amani, lakini amani ya aina gani? Amani ya kudumu. Na makubaliano hayataji amani ya kudumu, bali ni DRC ambayo inauzwa. Sitaki kuingia kwa undani na kuambia DRC imeuzwa. Jackson Zaera ambaye ni mwanamemba wa vuguvugu la vijana Amka Kongo anahisi haone tatizo kuona Marekani kuchukua madini ya Kongo ili ilete amani licha ukiukwaji wa katiba. Kweli imiko nyuma ya katiba yetu. Kama Amerika kwa kweli itamaliza mzozo na italeta amani ya kweli Kongo, wachimbe madini. Shida ya Kongo sio madini, shida ya Kongo ni uongozi mbaya. Watu ambao wanaongoza Kongo kama vile duka lao, watu ambao wanaongoza Kongo bila uzalendo kwa kupora mali ya wananchi. Sio nchi yote ndio ina madini ndio ina maendeleo. Tunasema kwa Marekani, kama kweli wanataka amani ya kweli irudi, inabidi wasaidie Wakongomani, kisha viongozi waache kuiba mali ya raia na waache kuiba nchi ambaye wenyewe wana wito wa kuijenga vizuri na kuleta maendeleo. Nicole Kavira, kiongozi wa kundi litwalo waathirika wa vita mashariki mwa Kongo, yeye upande wake anawaza ya muhimu kukua kusaini mkataba huu na Marekani. Cha muhimu ni kukuza uchumi wa DRC kwa kuunda viwanda kupitia madini ya Kongo. Ya muhimu kusisi Kongo ni kuona aye sisi peke yetu tuanje kuwazia exploitation ya minere zetu sur place hapa Kongo, ione koma itazalisha ekonomi yake kupitia maminere. Sisi vile kama vile Kongo kuimplante ma industrie zetu na kuanja exploitation na kugusa kote sécurité, kuona aye tutasekirize udongo yetu.
na vile njo tutakuwa mu signature na makosa mzuri. Serikali ya Kinshasa imeendelea kukumbusha raia ya kwamba ushirikiano huu wa kimkakati kati ya DRC na Marekani unatarajiwa kuleta amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Mbelechi Msoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Msikilizaji, tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Basi, kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania pamoja na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu, yani RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile inapatikana kwa masafa marefu. Tuingie nchini Tanzania, ambapo wakati tume maalum inayochunguza matukio ya uchaguzi wa mnamo Oktoba 29 mwaka jana nchini humo ikiendelea kuchukua maoni ya umma, kumezuka malalamishi kuhusu waliko baadhi ya viongozi waliotoweka. Mmoja wa wazee wa chama tawala CCM, Mzee Joseph Bitiku, ametoa kauli kali akitaka mamlaka zieleze aliko balozi wa zamani Humphrey Polepole, ambaye hadi sasa hajulikani aliko. Polepole aliwahi kutoa tamko lililokosoa utaratibu wa uchaguzi pamoja na kukosoa chama cha CCM. Alijiuzulu kuwa balozi wa Cuba akisema hakupata mazingira salama ya kikazi. Wakati huo muasisi wa chama cha Demokrasia ya Maendeleo, ambaye pia aliwahi kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu Tanzania, Mzee Edwin Mtei, amefariki dunia. Chadema ndicho chama kikubwa cha upinzani nchini humo, na vigogo wake akiwemo kina Tundu Lissu wamesalia korokoroni kwa tuhuma za uhaini. George Njogopa anaarifu zaidi. Upepo wa kisiasa nchini Tanzania wakati huu kukitaja kuwepo haja maridhiano kutokana na madhira yaliyotokana na uchaguzi mkuu uliopita unaonekana kupanda na kushuka, na kauli ya hivi karibuni ya kiongozi wa siku nyingi Butiku imezidi kukoleza hali ya mambo. Butiku, ambaye ameongoza taasisi Mwalimu Nyerere kwa miaka mingi, amekuwa akikosoa mamlaka kwa kufumbia macho vitendo vya utekaji pamoja na mauaji, na ametaja matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 kwamba ni doa kwa taifa na yanayopaswa kutafutwa majawabu haraka ili yasijirudie tena. Anasema yeye binafsi alikuwa miongoni mwa wale waliolengwa kukumbwa na matukio ya kushambuliwa na makundi ya watu, na kwamba usalama wake ulikuwa ni kwenda kujificha sehemu salama. Watu wa usalama, mnataka kunipeleka wapi? Na mimi nashuhudia kidogo. Mnataka kunipeleka wapi? Kwenda kukuficha na nani? Na wengine wakina nani? VIP ni wakina nani mkoa wa Mara huko? Nikakataa waende kunificha, labda au wanaonificha nao ndio wananimaliza huko, siendi. Nikamwambia jamani, mimi baadaye nitatii mlichosema, lakini nitajificha mwenyewe. Kwa hiyo nishuhudie, na mimi nilijificha peke yangu, lakini sikumwambia mtu nakwenda. Hata mke wangu sikumwambia. Mke wangu nilikwenda naye. Wengine wote ndugu zangu wakawa nalia tu na nini, sikwambia. Nimeambiwa nyumba inakuja kuchomwa. Bunda pale ya ndugu Wasira ilichomwa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ilichomwa. Bunda pale ofisi ya TRA ilichomwa. Ama mwanasiasa huyo ametaja tukio la kupotea kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole kwamba ni jambo la kusikitisha na kuvunja moyo. Amevikemea vyombo vya dola kwa kuendelea kukaa kimya wakati raia wa Tanzania wakiendelea kupotea katika mazingira ya kutatanisha, na kulitaja tukio la kutekwa na kisha kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa Chadema Ali Kibao kwamba ni doa lingine linaloendelea kuisumbua nchi. Akakuburuza, akakutoa nje, wote mwenye basi tunatazama tu, na ni raia, na sisi tuna wajibu katika katiba hii kulinda katiba yetu. Mwenzetu anaburuzwa mule, wote tumebungata, hata tuseme mnampeleka wapi? Anapotea. Mmoja alipotea, lakini ampotea leo, kesho akaonekana ameuawa. Nadhani mnakumbuka, ni mimi peke yangu. Mimi hapa niliodiriki kusema mambo gani haya? Mwingine mniambie aliyesema ni nani? Mbali na hilo, Butiku amekosoa waziwazi chama tawala CCM, akisema chama hicho kimeweka mazingira ya kuendelea kuzifurahia siasa za nchi pekee, huku wapinzani wake akiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikiendelea kubinywa na dola.
amesema kuwepo kwa hali hiyo sio jambo lenye kuleta afya kwa mustakabala wa nchi. Hata hivyo, katika taarifa yake kikijibu hoja za Butiku, chama hicho tawala CCM kilikosoa matamshi ya kiongozi huyo na kuyaelezea yale yanayoendelea ndani ya Chadema ni masuala ya ndani ya chama hicho na yana mafungamano yote na chama tawala CCM. Katibu wa itikadi wa CCM Kenai Kiongozi alisema matamshi ya Butiku yanapaswa kupuuzwa na kusisitiza kwamba CCM hajiendesha mkakati wote wenye nia ya kubinya siasa za Chadema. Na yaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa. Nchini Kenya, mamlaka za kudhibiti uchochezi nchini humo NCIC imetoa mwongozo wa matumizi ya kitandao nchini. Haya yanajiri wakati nchi hiyo ikielekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kumekuwa na mijadala mikali nchini Kenya kuhusu utawala, ushindani wa kisiasa, maoni mseto ya hali ya taifa na majibizano makali kati ya watawala na wananchi. Hapo mwaka jana, serikali ya Kenya ilitaka kupitishwa sheria ya kudukua habari binafsi za mitandao ya baadhi ya raia. Hata hivyo, makundi ya kiraia yalipinga hilo na kusema itakiuka uhuru wa kujieleza. Mamlaka ya NCIC imetoa mwongozo wa sasa na kusema unasaidia kudhibiti kueneza taarifa potofu na kuchochea chuki, uhasama baina ya jamii. Gabriel Ingubu anaarifu zaidi. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC nchini Kenya imetoa mwelekeo mpya wa matumizi ya mtandao ikilenga hasa kudhibiti matamshi ya chuki, uchochezi wa kikabila na habari potofu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tume hiyo imeweka utaratibu wa jinsi ya kukusanya ushahidi unaokubalika mahakamani kutoka kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, X na TikTok ili kuwakamata na kuwashtaki watakaokiuka sheria. Mwongozo unalenga kubainisha maoni halali na matamshi yanayochochea vurugu au ubaguzi wa kikabila. Vilevile, tume hiyo imebainisha jinsi itakavyoshirikiana na idara ya usalama na kampuni za teknolojia kufuatilia maudhui hatari na itikadi kali mtandaoni. Kenya ina zaidi ya watumizi milioni 25 wa mtandao. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wamejitokeza na kusema hii ni njama ya serikali kuwanyamazisha na kubana uhuru wa kujieleza. Oktoba mwaka jana, mahakama ya Mlimani jijini Nairobi ilisitisha kwa muda utekelezaji wa sheria ya matumizi mabaya ya mtandao iliyowasilishwa na wanaharakati. Nimezungumza na mwanaharakati Kioko Muli kuhusu swala hili. Ni jambo la kawaida kwa serikali na kutumia tume ambazo kwa kisheria ama kwa katiba zinapaswa kuwa huru kutumika kukandamiza wanaopinga ama wanao na maono tofauti na serikali ambayo ilipo. Ukiangalia mwaka uliopita kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inawekwa ya cyber crime ama ilikuwa inawekwa kudhibiti mambo ambayo Wakenya watazungumza kwenye mitandao. Ilhali koti ikaona ni kinyume na katiba ya Kenya ikasimamisha. Kwa hivyo tukiangalia ni kama njia mojawapo ya mbinu ambazo hii serikali ya William Ruto inataka kutumia kunyamazisha Wakenya na haswa vijana wa Kenya. Na hii tume ya NCIC ni tume ambayo tangu ibuniwe mwaka wa 2012 ni tume ambayo imetumika kukandamiza wanaopinga serikali. Kwa udadisi wako, wamewahi kudhibitisha kesi kama ngapi hivi ama wamewahi kupeleka mtu yote kotini wakamdhibitishia kwamba ni makosa yenye alifanya? Hamna hata moja. Hamna mtu yeyote Kenya ambaye ashaifungwa ama akahukumiwa kutokana na uchunguzi ambao unafanywa na ile tume. Hamna. Wewe ukiangalia kwa macho yako ya kindani ya kiwanaharakati, utumizi wa mtandao unaharibikaje nchini Kenya, especially tukielekea uchaguzi? You know, when you look at the constitution, kuna freedom of conscience na freedom of expression. Hata leo nikichora picha ya rais kama amekufa akiwa kwa jeneza na niweke kwa mtandao, that is expression. Hakuna mtu ambaye hatawahi kufa siku moja. Sijui mbona watu wanaogopa kifo vile. Kwani kufikiria rais amekufa ni jambo kubwa ama ni linakiuka sheria yote? Hakuna. Ambacho mimi ndafikiria, wacha nifikirie kile ambacho ni kibaya ni uchochezi wa ukabila na uchochezi wa tuseme dini. Hiyo ndio ile kitu mbaya. Lakini mimi kufikiria maovu kuhusu William Ruto, ni binadamu kama mimi, na ifai kuwa kosa ama shtumu la criminal. Inafaa kuwa civil. Kama William Ruto ama kiongozi mwingine yule anahisi nimemkosea kwa matamshi yangu katika mitandao, kuna sheria za civil ambazo anafaa kutumia
kushtaki mtu yeyote. Naam, ni taarifa yake Gabriel Ingubu kutoka nchini Kenya. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwenye tahariri, Afrika bara lililopewa heshima ya uhuru na mali asili yenye thamani ya kipekee bado linaendelea kuuza hazina zake kwa maslahi ya mataifa mengine yenye nguvu. Matukio ya hivi karibuni yanayohusisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CAR, yani DRC, Tanzania na Kenya yanatufundisha kuwa uhuru wa kisiasa hauwezi kuhalalisha ukoloni wa kiuchumi unaoendelea leo. Tusikilize tahariri ifuatayo naye mwanahabari Shisia Wasilwa. Kwenye upande mmoja, DRC inatoa madini yake kwa Marekani kwa lengo la kuleta amani, wakati Jamhuri ya Afrika ya Kati inapewa nafasi ya kulinda amani yake kupitia mahusiano na Urusi. Tanzania inashughulika na Marekani kuhusu madini, huku akiwa kwenye mazungumzo ya kibiashara. Hali hii inashangaza pale Kenya inapoamua kuuza data ya raia wake kwa mashirika ya Marekani, hatua inayolenga kushinikiza masuala ya kisheria na kuepuka vikwazo vilivyowekwa na sera za Trump. Kwa wakati mmoja, mataifa ya Sahel yameanza kufukuza migodi ya Ufaransa na badala yake kuingia kwenye ushawishi wa China na Urusi. Hii inaonyesha mabadiliko makubwa ya nguvu za kiuchumi barani Afrika, lakini pia inaashiria hatari. Bara linauza hadhi yake, rasilimali zake na hatimaye uhuru wake wa kiuchumi kwa dola. Katika hali kama hii, Afrika inaweza kujipata taabani kama Greenland, ambapo kila dola linadai umiliki wa ardhi au rasilimali za asili. Tukizingatia Kenya, hatua ya kuuza data ya raia wake ni mfano wa ukoloni wa kisasa. Uhusiano huu wa kibiashara na mashirika ya Marekani unaonyesha kwamba uhuru wa kisiasa hauwezi kulinda maslahi ya taifa linapokuwa limeingia kwenye mikataba ya kimataifa yenye masharti ya kiuchumi. Hali hii inatupa funzo kubwa. Uhuru wa kiasili hauwezi kudumu bila ulinzi wa rasilimali na uhuru wa kisiasa unaoshirikiana na maslahi ya wananchi wake. Afrika inahitaji mkakati wa pamoja wa kiasili na kibiashara ambapo utahakikisha rasilimali zake zinahifadhiwa. Sera za kimataifa haziwezi kushinikiza uhuru wa wananchi wake, na uhuru wa kisiasa unaambatana na uhuru wa kiuchumi. Bila hivyo, ukoloni wa kisiasa utaendelea na vizuizi vipya vinavyoundwa na dola zenye nguvu vitaendelea kudhihirisha kwamba uhuru wa bara hili bado ni wa kudanganya. Afrika haiwezi kulipa gharama ya maendeleo kwa ukoloni wa kisasa. Kila taifa lazima litunze hadhi yake, rasilimali zake na heshima ya raia wake. Akili, ujasiri na mshikamano wa kisiasa ndio vitambulisho vya uhuru wa kweli wa bara hili. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumas FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu ulipo wewe msikilizaji. Na basi hebu tupate muktasari wa taarifa muhimu barani naye Ngendo Angela. Kampala, Uganda. Maisha ya kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye yako hatarini, ni kauli ya mkewe Winnie Byanyima. Akinadi kwenye mtandao wake wa X, Bi Byanyima amesema afya mmewe imedhoofika sana kiasi cha kushindwa kutembea. Byanyima amesema haya baada ya kumtembelea mmewe gerezani. Tamko lake linapingwa na mamlaka za magereza Uganda, ambaye anasisitiza Besigye alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi wa kawaida na kwamba afya yake iko shwari. Byanyima ameongeza alimpata mmewe akiwa amefungiwa kwenye kiti na kuwekwa kwenye seli iliyotengwa na wafungwa wengine. Amesema mmewe anaumwa miguu na amepata maambukizi gerezani ambayo yanadhoofisha afya na maisha yake. Winnie Byanyima ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kukabiliana na maambukizi ya HIV UNAIDS. Kizza Besigye aliwahi kuwa daktari binafsi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, lakini baadaye akawa mpinzani wake mkuu wa kisiasa. Alikamatwa mwaka wa 2024 na kuwekwa kizuizini kwa tuhuma za uhaini. Mwanasiasa huyu ametaja tuhuma hizo kama dhulma za kisiasa. Washington, Marekani. Rais Donald Trump amesema hatua zimepigwa katika kutatua mzozo kati ya Misri na Ethiopia. Nchi hizo mbili zimekuwa kwenye mzozo baada ya Ethiopia
kujenga bwawa kubwa la Grand Ethiopian Renaissance Dam. Misri imepinga bwawa hilo na kusema inazuia maji ya mto Nile ambayo ni tegemeo kwa mamilioni ya wakulima wake. Trump amesema ameanza mazungumzo kuhakikisha Ethiopia haielekezi maji ya Nile upande wa bwawa hilo na kuhakikisha Misri inaendelea kunufaika na mto mkubwa zaidi barani Afrika. Utawala wa mpito wa Guinea Bissau wametangaza nchi hiyo itafanya uchaguzi mkuu wa urais na bunge hapo Disemba 6 mwaka huu. Tangazo la watawala wa kijeshi limenadi kuwepo na mazingira bora kuhakikisha taifa hilo linaandaa uchaguzi huru na haki. Haya yanajiri miezi miwili baada ya jeshi la nchi kutoa madaraka. Aidha, sheria mpya inamzuia kiongozi wa sasa wa kijeshi Ntam kuwania urais. Shirika la kutoa misaada ya kibinadamu MSF limeonya mamilioni ya raia wa Somalia wanakabiliwa na tisho la utapiamlo kufuatia hali ya sasa ukame. Aidha, shirika hilo linasema jamii nyingi huenda zikakumbwa na maradhi yanayochochewa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. MSF imesema idadi kubwa ya raia wamekimbia makazi yao na kuishia kambi za wakimbizi wa ndani. Wengi wa watoto na wanawake wana tatizo la utapiamlo. Pia kuna visa vya watoto kuharisha, ukambi na diphtheria. Mnamo Novemba mwaka jana, mamlaka za Somalia zilitangaza hali ya dharura kufuatia ukame uliotokana na uhaba wa mvua. Mashirika ya misaada yanasema hali ya sasa huenda ikawa mbaya kutokana na ukosefu wa ufadhili ambao huwa muhimu katika kusaidia jamii zilizoathirika. Kwenye neno la siku hivi sasa tunaangazia neno kidedea. Neno hili ni neno la kuvutia sana katika lugha ya Kiswahili ambalo mara nyingi hutumika kuashiria ushindi mkubwa au kuwa juu ya mwingine. Hapo kuna ufafanuzi wa kina na jinsi unavyoweza kulitumia. Maana kidedea, neno hili lina maana kuu mbili kulingana na muktadha. Ushindi au mafanikio, hali ya kushinda kwa kishindo au kuwa mshindi wa kwanza katika jambo fulani. Mara nyingi hutumika kama kuibuka kidedea. Maana nyingine ni kujidai, kujitokeza, hali ya kuonekana wazi kuwa juu au kujivunia jambo fulani kwa namna inavyovutiwa macho. Matumizi katika sentensi. Ili kuelewa vizuri, angalia mifano hii ya kishairi na ya kawaida. Katika mchezo, baada ya mchezo mkali wa dakika 90, timu ya mtaa wetu iliibuka kidedea kwa mabao 2-0. Katika masomo, Juma alijisomea kwa bidii na hatimaye akaibuka kidedea katika mtihani wa kitaifa. Kuelezea hali au muonekano, bendera ya taifa inapepea kidedea kileleni mwa mlima Kilimanjaro. Katika mashindano, licha ya upinzani mkali kutoka kwa washiriki wengine, Amina alisimama kidedea kama mshindi wa tuzo ya mwanasayansi bora. Kidokezo, unapotumia neno kidedea unaleta picha ya mtu aliyenyanyua mikono juu au kitu kinachoonekana kwa fahari kubwa. Ni neno nzuri sana la kutia moyo. Je, tunaweza kusema kwamba idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika kila siku inaibuka kidedea kutokana na taarifa zao za kina kuhusiana na bara hili la Afrika? Haya, wewe msikilizaji utatumia vipi neno hili kidedea? Kazi kwako. Na hilo ndio neno la siku. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM ambayo ni 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Tukiwa hapo tu Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia. Asanteni kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za nchi zilizoko maziwa makuu au Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X, pamoja na kuendelea kutusikiliza kwenye redio mashirika ulipo. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa na jioni njema.